Waheshimiwa viongozi na waandishi wa habari ambao mko hapa leo tarehe 2 ya mwezi wa 7 2026, nimeona ni vema nitoe ufafanuzi kuhusu msingi na utaratibu unaopaswa kufuata kwa mujibu wa katiba na sheria kuhusu mikutano ya hadhara, maandamano na mikusanyiko. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema, lakini pia nizidi kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais Amiri Jeshi Mkuu wetu, kwa uongozi wake thabiti unaojidhihirisha kwa vitendo. Hadi sasa nchi yetu imeendelea kuwa salama na utulivu. Ifahamike na kueleweka kuwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi ndiyo yenye dhamana ya usalama ndani ya nchi, kwa kuhakikisha muda wote nchi inakuwa na hali ya utulivu na usalama kupitia vyombo vya usalama vilivyo chini yake. Na hivyo wizara inawajibika kutekeleza jukumu hilo kwa wivu mkubwa na kubaini na kutambua viashiria, ishara, fursa, mianya, tabia, mipango au maandalizi ya uhalifu kabla hayajatokea au kuchukua hatua za mapema ili kuhakikisha visababishi husika havihitimu na kusababisha uhalifu katika nchi yetu. Sasa hapa ni vizuri nikaeleza wajibu wetu sote kuhusu ulinzi na usalama wa nchi yetu. Ulinzi na usalama wa nchi yetu ni dhamana na ni dhana pana inayohitaji kueleweka kwa kila Mtanzania, kwamba kila mtu anao wajibu wa kikatiba na kisheria kulinda taifa letu na mali ya umma. Wajibu huu wa msingi umeainishwa kupitia ibara ya 27 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 pamoja na ibara ya 28. Na hivyo kila mtu ana wajibu wa kulinda mali asili za Jamhuri ya Muungano, mali ya mamlaka ya nchi na mali yoyote inayomilikiwa pamoja na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na pia kuheshimu mali ya mtu mwingine. Kwa kuzingatia matakwa haya ya kikatiba, kila raia ana wajibu wa kulinda, kuhifadhi na kudumisha uhuru, mamlaka, ardhi na umoja wa kitaifa kupitia taratibu za kimahakama na si taratibu za mtu binafsi, chombo cha habari, shirika au kikundi cha watu. Kwa hiyo hapa nisisitize, ni vema umma ukaelewa kuwa katiba haisomwi peke yake, haisomwi kama Biblia takatifu wala Qur'an tukufu, bali husomwa sambamba na ibara za katiba na sheria nyingine zilizotungwa na Bunge au sheria nyingine zozote zilizopewa ruhusa au fursa na katiba yenyewe ili ziweze kufanya kutungwa, ikiwemo pamoja na regulations. Hivyo ni vema umma ukatambua kuwa hoja ya waziri kuwa na mamlaka au kutokuwa na mamlaka ya uvunjaji wa katiba sio sahihi. Hakuna mtu au taasisi ambayo ina mamlaka ya kikatiba ya kutoa hukumu au kusema mtu fulani kavunja katiba, isipokuwa mahakama pekee kwa mujibu wa ibara 107A na ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 inayotamka kuwa mamlaka yenye kauli ya mwisho ya utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mahakama. Ni vema niwakumbushe hawa ndugu zangu na marafiki zangu ambao wasikimbilie wakati mwingine kujipa mamlaka ya kimahakama ya kutuhumu kuwa nimevunja katiba, isipokuwa kujielekeza kwenye hoja ya msingi na ibara ya 30 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77 inayosema kila mtu anayodai kuwa sharti lolote la katiba au sehemu hii ya katiba au sura hii katika sheria yoyote inayohusu haki yake au wajibu wake imevunjwa, inavunjwa au inaelekea kuvunjwa, mtu yeyote popote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaweza kufungua shauri katika Mahakama Kuu. Sasa nieleze
eneo jingine muhimu, uhuru wa kukusanyika na kushirikiana na wengine. Ili ndugu zangu wa Tanzania, wakati wote kumekuwa na upotoshaji mkubwa sana kwenye vyombo vyetu vya ulinzi, kwenye vyombo vyetu hasa vya habari. Pengine kuna baadhi ya wenzetu ambao wamekuwa wakitoa taarifa na kuonyesha kwamba uhuru wa kukusanyika na kushirikiana na wengine kama vile kwamba ni an absolute right, na kwamba haina masharti mengine ambatano ya kikatiba au ya kisheria, lakini pia kwamba ni haki zisizokuwa na wajibu au ni haki pia ambayo haina mipaka. Sasa nataka nieleze hili ili Watanzania wajue na kuepuka upotoshaji huu ambao unaweza kuleta athari kwa Watanzania. Sasa uhuru wa kukusanyika na kushirikiana na wengine. Hakuna ubishi kwamba uhuru wa mtu kushirikiana na wengine ni moja ya haki za msingi zilizoainishwa katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977. Isipokuwa uhuru huo wa kushirikiana na wengine kufanya mikutano ya hadhara na kukusanyika si haki kamili, absolute right. Haki hii inaweza tu kuwa kamili ikiwa itatekelezwa kwa kufuata masharti yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria yoyote iliyotungwa na Bunge, na hasa inayolinda maslahi ya umma: 1, 2, usalama; 3, amani; 4, afya ya jamii; na 5, uhuru na haki za wengine. Kwa hiyo inapotokea popote pale ambapo unaweza haki yako ya msingi iliyoainishwa kwenye kifungu hiki, katika kuitekeleza ikawa inapelekea kukiuka haki au maslahi ya umma, usalama wa wengine au wa mali watu, amani, afya ya jamii, uhuru na haki za wengine, sheria, katiba yenyewe, lakini pia sheria nyingine zilizotungwa zinatoa masharti hayo kwamba kuna wajibu ambao unapaswa kutekeleza na mipaka yake pale ambapo utaenda kinyume na utaratibu huo. Ibara ya 20 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio msingi mkuu wa uhuru wa kushirikiana, ambayo imewekwa na kutambua haki ya kila mtu kwa mujibu wa sheria ya kukutana na kusanyika kwa amani, kuandamana na kushiriki mikutano ya umma. Ibara hii imebainisha kuwa kila mtu anastahili kuwa huru bila ya kuathiri sheria za nchi, kukutana na watu wengine kwa hiari yake na kwa amani, na kuchanganyika na kushirikiana na watu wengine kutoa mawazo hadharani, na hasa zaidi kuanzisha au kujiunga na vyama au maslahi yanayoanzishwa kwa madhumuni ya hifadhi na kuendeleza imani au maslahi yake au maslahi ya mengineyo. Aidha, ni wajibu wa msingi ulioainishwa katika ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza na ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kuhakikisha kila mtu anafuata na kutii katiba na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kufuata utaratibu uliowekwa na sheria na kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha hifadhi ya katiba na sheria za nchi. Kwa kuzingatia masharti haya yaliyowekwa na katiba, Bunge linaweza kutunga sheria mbalimbali kwa ajili ya kuweka utaratibu wa usimamizi mzuri wa utekelezaji wa uhuru wa kushirikiana na wengine kupitia sheria mbalimbali hapa nchini. Kati ya sheria zilizotungwa na Bunge na kuhakikisha uhuru unatekelezwa kikamilifu ili ni kupitia sheria ya vyama vya siasa sura namba 258. Kwa ujumla wake imetoa utaratibu wa kufuatwa ili chama cha siasa kiweze kufanya mikutano yake kwa kuzingatia kifungu cha 23 ibara ya 23 ya kifungu cha 23 kifungu kidogo cha kwanza A na B na ibara hiyo na kifungu hicho cha 23 kifungu kidogo cha pili cha sheria hiyo ya vyama vya siasa sura namba 258.
ambayo imeeleza hapo, na imeeleza, nimequote kwa lugha ya Kiingereza, political parties provisionally full registered party shall be entitled to hold and address public meetings. Sasa imeeleza hapo, kwa sababu nitawapeni hili ni vizuri kwamba mnaweza mkaendelea nalo kwenye hatua ya baadaye, lakini nitaka kuwapa gist hiyo kwamba hata kwenye sheria ya vyama vya siasa tumeichambua ukilinganisha na matakwa yaliyopo ya kikatiba. Aidha, bunge kwa kuzingatia matakwa ya katiba kuhusu uhuru wa kukusanyika na kushirikiana na wengine lilitunga sheria ya Jeshi la Polisi na huduma saidizi sura namba 322 ambazo zinasomwa pamoja na kifungu cha 23 cha sheria ya vyama vya siasa sura namba 258 kuhusu taratibu na uendeshaji wa mikutano, maandamano na masuala mengine yanayohusiana na hayo. Kifungu cha 42 cha sheria ya Jeshi la Polisi na huduma saidizi sura namba 322 kimeweka masharti mbalimbali kuhusu usimamizi na uratibu wa mikusanyiko na kuwapa Jeshi la Polisi mamlaka ya kutekeleza namna ya mikusanyiko na maandamano yatakavyoendeshwa, ikiwa ni pamoja na njia, muda. Yani lazima unapotaka kufanya maandamano utueleze njia mtakayotumia, muda ambao mtafanya, kwa ajili ya kudumisha utulivu na usalama wa kila mtu mahali na umma kwa ujumla. Kwa lazima ueleze muda, lakini pia kuna takwa hilo la kisheria ambalo litaeleza ni nani kiongozi wao, watakuwa wangapi, watafanya maandamano kutoka wapi kwenda wapi, ili njia zile, mazingira ya usalama yaandaliwe, muda maalum. Lakini vivyo hivyo kutengeneza usalama huo lazima kuwe na uratibu wa kuhakikisha kwamba hakuna raia mwingine ambaye atakuwa hajashiriki aweze kuwa na usalama. Kwa mfano, unaweza kuwa umeamua kuandamana watu wanaohusika na kilimo. Sasa wakulima wakiwa wanaandamana, ili wasizuie shughuli za mafundi ujenzi, wasizuie madereva, wasizuie wafanyabiashara, wasizuie walimu, wasizuie waandishi wa habari na watu wengine kufanya majukumu yao, wale ambao hawahusiki na jambo hilo. Kwa hiyo kama ni hivyo, ndivyo maana sheria inasema kwamba ni vizuri sasa kutambua kwanza kiongozi, lakini pili kupeleka taarifa, wala sio kibali au kuomba ruhusa, ni taarifa kwamba bana, sisi fulani na fulani au ni kiongozi fulani au ni taasisi fulani tunataka kufanya maandamano kwenda sehemu fulani na sababu zetu ni hizi na viongozi ni hawa. Ndio utaratibu tulionao sasa wa kikatiba, wa kisheria na kikanuni, na kwa utaratibu uliopo wa sheria za ulinzi na usalama. Kifungu cha 43 kinamtaka mratibu wa mkutano huo wa maandamano katika eneo la umma kutoa taarifa ya maandishi kwa Jeshi la Polisi kupitia kwa kamanda wa polisi wa wilaya angalau saa 48 kabla ya tukio. Kifungu hiki kinazungumzia mfumo wa taarifa, yani notification. Vifungu vya 44 na 45 vinaruhusu polisi kuvunja mkusanyiko au maandamano yanapokuwa yana vurugu, yanahatarisha usalama wa umma au yanakuwa kinyume na sheria. Kifungu cha 46 kinaweka adhabu kwa waandaaji au washiriki wa mikusanyiko inayofanyika kinyume na matakwa ya kifungu cha 43 cha sheria ya Jeshi la Polisi na huduma saidizi sura namba 322. Hivyo ni muhimu umma ukatambua kuwa mkutano wa hadhara unaweza kuzuiwa au kuvunjwa kisheria endapo: moja, taratibu za kutoa taarifa kwa mujibu wa kifungu cha 43 hazikufuatwa. Mbili, upo ushahidi na taarifa na ushahidi huu wa msingi kwamba mkutano husika unaweza kusababisha uvunjifu wa amani au kuhatarisha usalama wa umma. Mkutano unafanyika kwa namna inayokiuka sheria nyingine za nchi au maagizo halali yaliyotolewa na Jeshi la Polisi kwa mujibu wa sheria. Hayo ndivyo vigezo, na ninaweza kurudia tena. Ni muhimu umma ukatambua kuwa mkutano wa hadhara unaweza kuzuiwa au kuvunjwa kisheria endapo: moja,
taratibu za kutoa taarifa kwa mujibu wa kifungu cha 43 hazikufuatwa. 2, ipo taarifa na ushahidi wa msingi kwamba mkutano husika unaweza kusababisha uvunjifu wa amani na kuhatarisha usalama wa umma. Umma manake ni umma wa Tanzania, raia wa Tanzania. Kwa hiyo kunapokuwa na vihatarishi vyovyote vya usalama, ni jambo ambalo linaruhusiwa na sheria kufanya kuweza kuingilia kati na kuhakikisha kwamba usalama wa umma, raia na mali zao au mali za nchi linaweza kusimamiwa. Na 3, mkutano utafanyika kwa namna ikiwa mkutano utafanyika kwa namna inayokiuka sheria nyingine za nchi. Katika kufanya mkutano unapokiuka sheria nyingine za nchi, aidha kwa matendo, kwa maneno au kwa utaratibu mwingine wowote, na ukajikuta umevunja sheria nyingine za nchi, ikiwemo kwa mfano sheria ya kanuni za adhabu Penal Code Cap 16, au sheria ya vyama vya siasa au maadili ya vyama vya siasa na kadhalika, au maagizo halali yaliyotolewa na jeshi la polisi. Mamlaka mbalimbali zinaweza zikafanya hivyo, lakini kwa msingi wa kwetu sisi ni kuhusiana na ulinzi na usalama wa umma. Kwa kuzingatia maelezo ambayo ni msingi wa kikatiba na sheria, msimamo wa kisheria nchini ni kwamba haki ya kufanya mikutano ya hadhara ni haki ya kikatiba, lakini utekelezaji wake unaweza kuwekwa chini ya masharti ya sheria yanayolenga kulinda usalama, utulivu wa umma na haki za wengine. Masharti haya yanapaswa kutumika kwa mujibu wa katiba na sheria zilizotungwa na Bunge. Sasa nitoe utaratibu kwa mujibu wa sheria. Utaratibu wa maandamano na mikusanyiko ya hadhara kikatiba na kisheria. Usimamizi na utaratibu wa maandamano na mikusanyiko ya hadhara hapa nchini unasimamiwa na sheria ya Jeshi la Polisi na huduma saidizi sura namba 322 kwa kuzingatia matakwa ya vifungu vya 42, 43, 44, 45 na kifungu cha 46 cha sheria husika niliyoitaja. Kwa kuzingatia matakwa ya vifungu vya 42, 43, 44 na 45 na 46, utaratibu wa maandamano na mikusanyiko ya hadhara ni sharti izingatie masharti yaliyomo katika kifungu cha 42 yanayotoa mamlaka kwa Jeshi la Polisi kusimamia na kuratibu mikusanyiko ya aina yoyote hapa nchini. Sambamba na kifungu tajwa awali, kifungu cha 43 kimetoa masharti kwamba mtu au waandaaji wanaotaka kufanya mikusanyiko au maandamano katika eneo la umma wanapaswa kuwasilisha taarifa ya maandishi, written notification, kwa mkuu wa polisi wa eneo husika na kamanda wa polisi wa wilaya angalau saa 48 kabla ya tukio, na taarifa husika inatakiwa kutolewa ikiainisha: 1, mahali na muda wa mkusanyiko; 2, madhumuni ya mkusanyiko au maandamano; 3, taarifa zinazoweza kuhitajika kwa mujibu wa sheria. Hivyo baada ya taarifa husika kuwasilishwa, waandaaji wa mkutano au maandamano wanaweza kuendelea na maandalizi, isipokuwa tu pale mkuu wa polisi, kamanda wa polisi wa wilaya au mkoa, inategemeana na eneo, atapotoa amri ya kusimamisha, yani stop order, ikiwa atabaini kuwa mkutano au maandamano tajwa yanaweza: 1, kuvunja amani; 2, kuhatarisha usalama wa umma; 3, kuathiri amani na utulivu wa umma; na 4, kutumika kwa madhumuni yasiyo halali. Pia kifungu cha 44 kimeainisha mamlaka ya Jeshi la Polisi ya kusimamisha au kuvunja mikusanyiko au maandamano ikiwa kuna sababu za msingi kuwa ikiwa mkutano au maandamano yataendelea yanaweza kusababisha au kuvunja amani au kuhatarisha usalama, amani na uharibifu wa rasilimali za umma. Vilevile kifungu cha 45 kimeweka utaratibu kwamba ikiwa watu watatu au zaidi
waliokusanyika watakataa kutii amri halali iliyotolewa kutawanyika chini ya kifungu cha 43 na 44 cha sheria ya Jeshi la Polisi na huduma saidizi, mkusanyiko huo unaweza kutambuliwa kuwa ni mkusanyiko usio halali, unlawful assembly, kwa mujibu wa sheria ya Jeshi la Polisi na huduma saidizi. Aidha, kifungu cha 46 kimeweka adhabu kwa yeyote atakayekiuka na anayekiuka masharti yaliyowekwa kuhusu mkusanyiko, maandamano, ikiwemo hali ya kutotii amri halali ya Jeshi la Polisi au kuandaa mikusanyiko bila kufuata utaratibu wa kisheria uliowekwa, kama jinsi amri moja ya amri iliyotolewa au maelekezo yaliyotolewa ni pamoja na tamko la Jeshi la Polisi la hivi karibuni. Ni vema umma ukafahamu kuwa upo umuhimu wa kutofautisha taarifa, yani notification, na kibali, yani permit. Wakati wa maandalizi ya kufanyika maandamano au mkusanyiko, maneno ya kifungu cha 43 yanatumia mfumo wa kutoa taarifa kwa Jeshi la Polisi kuhusu sheria hiyo ikiwapa Jeshi la Polisi mamlaka ya kutoa amri ya kuzuia mkusanyiko kwa kuzingatia usalama na maslahi ya umma. Tafsiri ya utekelezaji wa utaratibu huu umekuwa ukijadiliwa katika maamuzi ya mahakama na mijadala ya kisheria kuhusu haki ya kukusanyika kwa amani chini ya katiba, na mara zote imebainika kuwa haki hii imeambatana na wajibu na masharti ya kikatiba na kisheria ili kutoathiri na kutokuingilia haki za wengine, kama inavyoelezwa katika ibara ya 29 ibara ndogo ya 5 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inayoainisha kwamba ili watu wote waweze kufaidi, nasisitiza kurudia hapa, ibara 29 ibara ndogo ya 5 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema, ili watu wote waweze kufaidi haki na uhuru vilivyotajwa na katiba hii, kila mtu ana wajibu wa kutenda na kuendesha shughuli zake namna ambayo haitaingilia haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma. Kwa hiyo kundi fulani lilikuwa linatekeleza wajibu wake na kutenda hiyo au kutekeleza haki ambayo ipo kikatiba, ni marufuku na hairuhusu katiba yenyewe na sheria nyingine zilizotungwa kuingilia haki za watu wengine ambao hawahusiki na swala la maandamano, hawahusiki na swala la mikutano, hawahusiki na chochote. Kwa hiyo kuingilia haki za watu wengine au maslahi ya umma, hilo ni kosa, linakataza au ni katazo la kikatiba na kisheria. Pia uhuru, haki, wajibu na mipaka ya haki imeainishwa vema katika ibara ya 30 ya katiba, kwamba tunao uhuru, tunao haki na tunao uhuru na haki za kidemokrasia, lakini pia uhuru, haki na wajibu na mipaka yake imeainishwa kwenye ibara ya 30 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kuna wanaharakati wengi, pengine wenzangu, marafiki zangu wale, na mimi mwenyewe watu mbalimbali ambao wamekuwa wakizungumza, kuna wakati tunaaminishana kwamba haki tu zipo, ni absolute right, lakini hazina wajibu wala hazina masharti. Haki zetu zipo, tunazi exercise kwa mujibu wa international conventions, additional protocols, lakini pia mikataba ya kitaifa na kikanda na treaties mbalimbali ambazo zipo za kitaifa, za kimataifa, kikanda, lakini pia ndani ya nchi yetu. Na haki zote duniani kuna haki, kuna uhuru, lakini pia unakuwa na mipaka na wajibu ambao unapaswa kutekeleza. Kwa hivyo hata sisi katika katiba yetu hayo yote yameelezwa. Hivyo msimamo wa kisheria nchini ni kwamba haki ya kufanya mikutano ya hadhara ni haki ya kikatiba, lakini utekelezaji wake unaambatana na wajibu na mipaka ya kisheria. Unaweza kuwekwa chini ya masharti ya sheria yanayolenga kulinda usalama, utulivu wa umma na haki za wengine. Ndio maana tunasema katika mazingira haya wapo watu ambao wanafanya kazi kwenye makundi mbalimbali. Kuna makundi ya wakulima, wavuvi, wafanyabiashara,
kuna kundi la walimu, kuna kundi la kada ya watumishi wa umma, watumishi wasio wa umma, wawekezaji na kadhalika. Sasa wewe kundi lako moja linapokuja kwamba linataka kutumia haki za binadamu, lisiathiri wengine, kwa sababu unaweza ukafanya kazi ambayo ukajikuta wafanyabiashara wakapoteza rasilimali zao. Kuna watu wameingia hasara ya kubomolewa sehemu zao za biashara, maduka yamebomolewa, vituo vimechomwa moto, labda ni vituo vya umma, mali za umma, lakini pia watu binafsi, sheri na maeneo mbalimbali ambayo yalipatikana madhara kwa kutokana na kwamba haya mambo hayakufuata sheria na uratibu wake haukuwepo. Kwa hiyo mwisho wa siku inakuwa ni fujo na vurugu. Kwa kama utaratibu huu wa kisheria utafuatwa, hakuna mtu yote ambaye anaweza kuzuia. Kwa utaratibu wowote na haki hizi za msingi za kikatiba zitalindwa wakati wote. Kwa hiyo masharti hayo yanapaswa kutumika kwa mujibu wa katiba na sheria zilizotungwa na Bunge. Hivyo hatua hizi hazilengi kuonea wala kupendelea mtu au kikundi, bali ni maslahi mapana ya ulinzi wa usalama wa kila mtu, mali zake na mali za umma. Asanteni kwa kunisikiliza na asanteni wale watakaosoma baadaye waraka huu. Nchi kwanza, tumlinde na tumpiganie na tumtetee mama yetu Tanzania. Usalama ni uchumi, na bila uchumi tutapoteza uhuru wetu. Tusipokuwa na amani na usalama, na vivyo hivyo tusipokuwa na uchumi, tutapoteza uhuru wetu. Kwa ni muhimu sana kulinda uchumi, amani na usalama wa nchi yetu. Na imani kwa uwepo na kwa upendo na pamoja tutaijenga nchi yetu. Na mimi binafsi kama waziri wa mambo ya ndani chini ya wizara ninayoisimamia na sheria ninazozisimamia na vyombo ninavyovisimamia pamoja na taasisi zake, nimetimiza wajibu wa kutoa elimu kwa umma. Japo kutokujua sheria sio kinga ya hatia za jinai mtu atakayoitenda. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu abariki Watanzania wote.